kesi iliyowasilishwa mwaka uliopita kumshtaki Samia Suluhu Hassan katika mahakama ya kitaifa ya jinai The Hague imeweza kumnyima Samia Suluhu Hassan usingizi na imempa uoga mpaka anataka kupendekeza jaji wa Kitanzania kupigiwa kura katika mahakama hiyo kwenye uchaguzi ambao utafanyika Disemba. Karibu ni kuchanganulie taarifa ambazo zimeweza kunifikia, intelijensia ambayo imeweza kunifikia katika studio zetu hapa Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, kama unanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 ukalike video tafadhali. Vile vile bonyeza subscription. Kuna subscription ambayo ipo hapo, tafadhali finya hapo hiyo subscribe. Chagua kitu ambacho kinaitwa Tanzania News TV uweze kujiunga na ukumbi huu ili usije ukapitwa na taarifa ambazo tunazichapisha kila wakati. Ninakuomba tujenge ukumbi huu mahala ambapo tutakuwa tunasemezana sisi wenyewe, mahala ambapo tutakuwa tunaambiana ukweli, kwa sababu vituo vingine vimeweza kununuliwa na serikali ya Samia na huwa wanaficha taarifa zingine zisimfikie Mtanzania. Asante sana kwa kunisikiliza na kwa kunielewa. Sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Intelijensia ya Kiafrika ambayo inanifikia katika studio zetu hapa Tanzania zinaniambia serikali ya Samia imeamua kufanya uteuzi wa kimya kimya wa jaji wa Tanzania kwa uchaguzi ujao wa ICC. Yaani wameanza mchakato wa kumteua jaji mwenye anaweza katetea Samia katika mahakama ya The Hague. Yule jaji wa kiserikali wanampendekeza na wanataka kutumia kitita kikubwa cha pesa ili kuweza kuhakikisha kwamba jaji huyo ambayo serikali ya Samia itampendekeza anapigiwa kura. Kumbuka kwamba kuna kura ambazo zinafanywa The Hague ili kuweza kuchagua wale majaji ambao huwa wanasikiliza kesi na kupiga kura iwapo kesi fulani itasikilizwa. Iwapo kesi fulani itasikilizwa, kesi fulani uchunguzi utaanzishwa au kesi fulani itazimwa. Hao majaji ndio wako na mamlaka ya kuamua. Sasa serikali ya Samia haitaki kuchukulia mzaa nafasi kama hiyo. Wanataka kuweza kumpendekeza jaji wao ili wampigie kampeni aweze kuchaguliwa kama jaji wa ICC. Uchaguzi huo, mpenzi mtazamaji, ni uchaguzi kama huu ambao unafanyika katika Umoja wa Afrika. Mnaelewa huu Umoja wa Afrika wenye makazi yake upande wa Ethiopia. Kipindi ambapo wanachagua makamishena pamoja na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, maraisi ndio wanapiga kura, kama ule uchaguzi ambao ulifanywa mwaka jana, mahala ambapo yule mgombea kutoka nchini Kenya hayati Raila Odinga alikuwa anagombea. Vile vile kuna yule mwenye aliweza kushinda kutoka Egypt. Mnaelewa hayo? Sasa wale ambao watakuja kupiga kura katika kura hizi ni wanachama, wale ambao ni wanachama ambao wameweza kujiandikisha katika chata ya The Hague ya Roma.
wanachama kama Tanzania, sisi ni wanachama pale, tutakuja kushiriki kura za huko. Sasa intelligence ambayo inanifikia kwa studio zangu inanieleza hivi: hati ya kesi iliyowasilishwa The Hague na mawakili wa Uhispania kuhusu uchaguzi wa umwagikaji damu wa mwaka 2025 Oktoba 29 mpaka tarehe 4 Novemba mwaka 2025 imesababisha wasiwasi katika ngazi za juu kabisa ndani ya serikali ya Samia. Tunaelezwa kwamba kama ishara kwamba Rais Samia Suluhu Hassan analichukulia swala hili la kesi iliyowasilishwa na mawakili wa Uhispania, yani narudia, naomba msamaha, kama ishara kwamba Samia Suluhu Hassan analichukulia swala hilo kwa uzito wa kesi ambayo iliweza kuwasilishwa katika mahakama ya ICC. Dodoma, Tanzania, Ikulu ya Chamwino inatafuta kumteua mgombea wa Kitanzania katika uchaguzi wa majaji utakaofanyika Disemba. Unajua, Samia anafikiri kwamba yeye ni mwerevu kushinda ulimwengu. Yaani anataka kumpigia jaji wa Kitanzania kampeni aweze kushinda, ili atakapofika pale ndani aende kuvuruga mambo, ile kesi isije kasikilizwa, kwa sababu endapo jaji wa Kitanzania atapigiwa kura na audumu au akuwe miongoni wa wale majaji ambao wanasikiliza kesi, basi anaweza akawaonga ili wasipigie ile kura, yani wasipigie ile kesi kura ianze, kwa sababu unajua kabla ya kesi kuanza lazima panel ya majaji wa The Hague waketi, wapitie ile kesi, wapitie ushahidi, alafu wapige kura za iwapo ile kesi itasonga mbele. Sasa wale majaji ndio wako na uamuzi wa iwapo kesi itasonga mbele au kesi itakufa. Na ndio maana Samia anafanya nini? Anajaribu kuharakisha angalau kumpitisha jaji wa Kitanzania aende kwenye ile mahakama. Mimi nina imani kwamba kufika hata hiyo Disemba kesi itakuwa imeanza. Hata ICC inachelewa. Kufika hiyo Disemba kesi itakuwa imeanza. Acha nikuambie, hakuna mtu ambaye atasimamisha jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameamua litatendeka. Kipindi ambapo walikuwa wanaua, walifikiri kwamba wataua alafu hayo mambo ya kufe. Waliua wakazika ushahidi kwa kuzika wale ambao waliweza kuwaua, wakafikiri kwamba Mwenyezi Mungu hayupo. Mwenyezi Mungu yupo na Tanzania. Mwenyezi Mungu yuko na Tanzania yetu. Eti sasa wanajaribu kadiri ya uwezo wao kupigia kampeni jaji wa Kitanzania aweze kuchaguliwa kuhudumu kama miongoni wa majaji wa The Hague ili kuzima ile kesi. Acha nikwambie, Samia anajidanganya. Ile damu ambayo aliweza kumwaga haitaweza kumwacha huru. Na kwanza wacha nikueleze, katika mahakama ya The Hague ukipatikana kwamba wewe ni mfisadi, unasimamishwa kazi, unafunguliwa mashtaka. Wacha nikupe mfano mzuri. Kuna huyu mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya The Hague, Bwana Karim Khan, alisimamishwa kazi kwa muda. Kwa nini? Baada ya tuhuma za unyanyasaji wa kijinsia kumkabili. Kulikuwepo na kesi mbalimbali za kumtuhumu kwamba yeye ako na makosa ya unyanyasaji wa kijinsia. Ikasemekana kwamba asimamishwe kazi kwanza, uchunguzi ufanywe. Iwapo atapatikana na makosa, ataachishwa kazi kabisa. Iwapo hataweza kupatikana na kosa,
atarudishwa kazi aendelee. Na kama Samia anafikiri kwamba akimpigia kampeni jaji wa Kitanzania aweze kuchaguliwa kuelekea kwa hiyo mahakama, endapo atachaguliwa aweze kuzima ile kesi, wacha nikwambie, huyo jaji wa Kitanzania hata akipigiwa kura apite, alafu tuhuma za ufisadi ziweze kumkabili, atasimamishwa kazi. Kwa hivyo katika ile mahakama ya ICC sioni iwapo kuna kitu ambacho kinaitwa ufisadi. Sioni iwapo hii kesi ya Samia itasimamishwa. Ushahidi ambao tuliweza kuwasilisha kupitia kwa mawakili wa Uhispania ni ushahidi mzito. Samia hataweza kukwepa hili. Wallahi na kuambia, Samia hataweza kukwepa hili. Lazima ile damu ambayo aliweza kumwaga aweza kuwajibishwa. Ninajua kuna juhudi nyingi sana ambazo serikali hii ya Samia inafanya ili kuweza kuwapotosha Watanzania. Mumeona wamekimbia, wamepiga picha na naibu muendesha mashtaka wa ICC ili kuweza kuwavunja moyo na kuwanyima matumaini wa Tanzania kwamba ile kesi ambayo iliweza kwenda pale haitaweza kwenda kokote. Tumeona wamekimbia hata mpaka bunge la Ulaya, wamepiga picha na viongozi wa bunge la Ulaya ambao waliweza kufungia misaada kuja Tanzania ili kuweza kuwapotosha Watanzania. Kuna juhudi nyingi sana kusimamisha hii kesi, lakini mahakama ya The Hague sio kama mahakama ya Tanzania. Lazima haki za wale ambao waliweza kuuawa na haki za Watanzania ziweze kutendeka. Kesi inaweza ikachukua hata miaka 2-3, lakini hatimaye itaanza. Ninaweza nikakupea mfano mzuri, nchi jirani yetu hapa Kenya. Mnamo mwaka 2007 kipindi ambapo vita vilitokea pale na watu zaidi ya 1200 wakauawa, kesi ilichukuliwa mwaka 2008. Lakini kesi ilianza kusikilizwa mwaka 2011. Ishara nini mpenzi mtazamaji? Hii kesi ambayo iliwasilishwa mwaka jana upande wa ICC inaweza ikachukua hata miaka 3, lakini hatimaye itaanza. Lazima Watanzania tuweze kupata haki. Kwa hivyo hii ni intelligence ambayo imeweza kunifikia mpenzi mtazamaji, kwamba Samia anafanya kila juhudi ili kumteua jaji wa Kitanzania apigiwe kura eti kwamba aende kuzima kesi. Huo ni mnyambo wa punda. Mimi siogopi kusema hilo. Huo ni mnyambo wa punda, na mnyambo ule wa punda hautaweza kuzuia binadamu kupumua. Kwa hivyo Samia kuchukulia ili swala kwa uzito eti kwamba aweze kutafuta jaji wa Kitanzania mpigie kampeni aweze kuchaguliwa pale ili kuweza kuzima ile kesi, huo ni mnyambo wa punda, hautaweza kuzuia kesi hile kuanza na Samia kufungwa. Tupatane kwa kanda ijayo. Tafadhali sambaza hii kanda, na ninaomba msamaha kwa kutumia maneno makali kama hayo, mnyambo wa punda, lakini nilikuwa nataka kupitisha ujumbe. Subscribe, sambaza hii kanda. Mwenyezi Mungu awabariki.